Tunamshukuru Mungu sana kwa kumaliza mashindano yetu ya Yas Chuo Challenge Cup, mashindano ya vyuo vikuu na vya kati ambayo ilikuwa inashirikisha vyuo 16 kwa msimu huu wa 4 na kumpata bingwa ambaye ni chuo cha Mipango. Nimepongeza sana Mipango kwa kutoa ubingwa wa Yas Chuo Challenge Cup. Niwaambie wadhamini ambao tulikuwa nao msimu huu ya kwamba msimu ujao utakuwa moto zaidi. Niwaambie wale ambao hawakudhamini au kuwa sehemu ya wadau wa mashindano haya msimu ujao wachangamkie hii fursa ya kukutana na vijana moja kwa moja, kwa maana kupata direct engagement kwa mechi hizi za uwanjani pamoja na kuzunguka vioni. Mashindano haya kimsingi katika miezi 4 kuanzia kuzunguka vioni, kuzungumza na wanafunzi ambao ni vijana, mpaka miezi hii 2 ya mwisho, kwa maana mwezi wa kwanza na mwezi wa pili ambao tunaenda kuyatimisha mashindano ya Chuo Challenge Cup, yamefana sana. Nashukuru sana vyombo vya habari, lakini zaidi ya yote ni waombe wadau wajitokeze kuweza kutunga mkono. Ofisi ya waziri wa vijana hii ndio sehemu yake, kwa maana ya kwamba tunakutana na vijana zaidi ya 100,000 kanda ya Ziwa. Ni sehemu ambayo unaweza kuzungumza nao kupitia karia zao, kupitia maadili na kuwajenga kupata kizazi chenye vijana wenye maadili na upendo, uzalendo kupitia mashindano haya. Sisi waziri wa sanaa, michezo na utamaduni, Mheshimiwa Paul Makonda, natamani kuyaone mashindano haya kama nafasi ambayo inaweza kusaidia kukuza michezo na hamasa katika michezo hapa nchini. Majina naitwa Margaret Longino John. Kwa majina naitwa Margaret Longino John, ni kaimu katibu tawala wilaya ya Nyamagana, lakini hapa leo kwenye Chuo Challenge Cup nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza, Mheshimiwa Said Mohamed Mtanda, ambaye yuko kuna majukumu mengine ya kiserikali na imempasa yeye, imempendeza kuweza kuniagiza hapa kuja kumwakilisha katika mashindano haya. Na kikubwa ilikuwa ni kuhitimisha mashindano haya. Alikuwa amealikwa kama mgeni rasmi kwa ajili ya kuhitimisha, lakini pia wote mtaona kwamba sasa mwamuko wa wananchi wa Mwanza katika michezo kwa ujumla imekuwa ni kubwa zaidi, lakini pia kwa tukisema kama Chuo Challenge Cup imeshirikisha vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa hiyo kwanza inatia hamasa kwa vijana wetu kwa vioni, pasipo kukaa na kufanya mambo mengine wanajiingiza kwenye michezo. Lakini pia kabla ya hapo, mwezi Oktoba tarehe 11 ya Chuo Challenge Cup walianza kwa kufanya mizunguko katika vyuo hivi 16 kwa ajili ya kuwaelimisha vijana wetu kwa mavioni kwa ajili ya kupata kwanza maendeleo, kuwajengea uelewa wa kimaendeleo, lakini pia kuwajenga uzalendo, waweze kuelewa nchi yao, lakini pia waweze kujua namna gani wanakaa na jamii yao na wenyewe kama vijana kwa ajili ya maendeleo yao na mafanikio yao baadaye. Lakini pia kikubwa zaidi kwenye Chuo Challenge Cup nilichokiona na ambacho ni kikubwa zaidi, wote tunafahamu michezo kwanza ni afya, lakini pia michezo kwa sasa hivi kwa dunia nzima michezo ni ajira. Kwa hiyo inajenga uchumi pia kwa vijana wetu. Inatia hamasa hata kwa vijana kwamba si tu kwamba labda kusoma chuo kozi fulani peke yake ndio utaweza kufanikiwa katika maisha, lakini pia unaweza kujiingiza kwenye michezo na ukaja kuwa mchezaji bora na ukapata kiwango kikubwa tu cha pesa kitaweza kufanikisha katika maisha yako. Kwa hiyo ipi ni kauli sasa ya mkoa kupitia mashindano haya ambayo yameweza kuratibiwa na yamefanyika katika mkoa wenu? Kauli ya mkoa wa Mwanza tunaweza kusema katika michuano hii au katika kuhitimisha Chuo Challenge Cup kwamba serikali tuko pamoja nao, tunaunga mkono, lakini pia sisi kama serikali tuko kipao cha mbele sana katika michezo. Ndio maana utaona hata katika ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa pale tuna utaratibu wetu wa michezo kila katikati ya wiki. Mara 2 kwa wiki tunafanya michezo, mazoezi pale kwa ajili ya kuweka vile vizuri. Lakini sasa kama serikali tunasema Chuo Challenge Cup iendelee zaidi, wadau wajitokeze zaidi na zaidi, na watu wengine wadau mbalimbali waweze kuunga mkono, kama vile kujiunga, kuna udhamini, kama vile tunaona kama kuna wadhamini 3 tu ambao wamedhamini haya mashindano ambao ni Yas, lakini pia Star TV, Radio Free Africa na Macwish. Kwa hiyo tunasema si kama serikali, wadau mbalimbali wajitokeze kwa ajili ya kudhamini mashindano haya. Hapo mwakani sasa tuone vyuo zaidi vingi vinajiunga kwa ajili ya kuweza kushiriki, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuendeleza vipaji na kuibua uchumi kwa vijana wetu. Lakini kama serikali mtaona pia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka kipaumbele sana katika michezo. Mtaona hata katika timu zetu za kitaifa, hata katika timu zetu za watani wa jadi, Simba na Yanga wanapokuwa wanacheza, anawapa zawadi, anawaahidi ili ni kutia morali na motisha katika michezo ili waweze kujitahidi kuweza michezo yetu Tanzania kufika mbali zaidi. Lakini pia tumeona hata katika timu yetu ya taifa ya michezo yetu Tanzania imeshiriki katika nchi mbalimbali, lakini pia Mheshimiwa Rais ameipa kipaumbele sana
katika kuinua michezo kwa kuwapa zawadi na kuandalia zawadi, kuwataarifu mapema ili kuwatia morali zaidi waweze kutuletea ushindi katika nchi yetu. Naitwa Joseph Mutalemwa, ni mkurugenzi wa Yas Kanda ya Ziwa. Leo tuko hapa Nyamagana kwenye fainali za Chuo Challenge Cup msimu wa 4 na sisi tumedhamini kwa misimu miwili mfululizo. Sisi Yas kama wadau katika tasnia mbalimbali hapa Tanzania, michezo, afya na kadhalika, huwa tunapenda kurudisha kwa wateja wetu. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa vibe lililokuwepo, nadhani wote mmeona, na kama tulivyoahidi pale mwanzoni, sisi milango yetu iko wazi kwa wadau mbalimbali ambao wanadhani wanaweza kushirikiana na Yas kwenye eneo lolote ambalo wanadhani linawagusa wateja wetu. Sisi tuko tayari kuwashika mkono. Kwa hiyo ningependa kuwahamasisha wananchi kwamba michezo ni afya, michezo ni biashara, kama hivyo ambavyo mmeona. Tushirikiane pamoja, tuendelee kuenjoy. Asanteni sana. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.